Kama una utaratibu wa kuoga maji ya moto, maji siju vuguvugu naita, acha mara moja. Ngoja nikwambie athari za kuoga maji ya moto. Hapa kuna watu ambao labda wameshauriwa na wataalamu, pengine wanaumwa, so hawawezi kuoga maji mengine tofauti na ya moto. Lakini au kuna mazingira ambayo wao hawawezi kabisa kujizuia. Lakini kama ni kwa mapenzi yako, kwa kisingizio cha kwamba kuna baridi, basi acha mara moja. Zifuatazo ni athari za kuoga maji ya moto. Ya kwanza ni kuingilia utendaji kazi wa moyo kwa kufanya kwa kutanua mishipa ya damu. Tutakubaliana ya kwamba miongoni mwa mekanizmu ambazo mwili wa binadamu unatumia kwenye kuenda kushusha kiwango cha joto ni kwa kutanua mishipa ya damu. Hivyo unapooga maji ya moto unasababisha mishipa yako ya damu itanuke sana. Ndio maana kwenye joto una sweat na mishipa inatokea kiwepesi. Hii inasababisha wewe kuingilia utendaji kazi wa moyo. In a long run inaweza ikaleta shida. Kitu cha pili ni kuharibu elastin au elasticity ya ngozi. Kuna hizi elastin material na collagen ambazo zinapatikana kwenye ngozi. Unapooga maji ya moto unakwenda kufanyaje? Kuziwash away. Kitu ambacho kinapunguza ubora wake na ufanisi kwenye kutengeneza tone sahihi ya ngozi. Ndio maana ngozi ukiigusa ukiivuta kuna jinsi inakuwa inawamba. Kitu cha tatu unakwenda kuondoa mafuta. Mafuta yapo ambayo yanatumika kwenye kuziba, lakini mengine kufanya ngozi iendelee kuwa katika hiyo hali. So unapotumia maji ya moto na unaenda kutoa mafuta yote, unaacha ngozi iwe katika hali hiyo. Watu wenye pumu ya ngozi wakifanya hivi mara nyingi huishia kwenye miwasho au kuifanya hiyo hali iwe mbaya zaidi. Naongea hivi kwa sababu kuoga maji ya baridi ni vizuri na ni vyema maradufu, kwa sababu ziko faida zaidi ya 30 za kuoga maji ya baridi. Ni muhimu sana, jaribu mara moja. Lakini pia kama ushawahi kufuatilia utagundua kuna baadhi ya watu haswa wana michezo, mara nyingi wanaingia kwenye maji ya baridi wakishamaliza labda kutoka kwenye game na vitu kama hivyo. Ushawahi kujiuliza ni kwa nini? Okay, na kuachia wewe your assignment, go and do your own research, alafu then utakuja utaniambia kwa nini. Hii ni Swahili Medics, mpaka wakati mwingine, ciao.